Asante. Umesikia ugonjwa wa maskini. Umaskini ni ugonjwa mbaya sana na tiba yake sasa inapatikana. Tuko hapa Tabora, wilaya ya Igunga, tukijifunza na wataalamu kutoka ATAPE wajasiriamali wakitufundisha namna ya kutengeneza mafuta ya inta. Umesikiliza jinsi ambavyo inta ni tiba. Unaposikia mtu ameungua akatumia dawa, si kana kwamba ametumia ile asali kwamba ndiye imemtibu, badala yake ametibiwa na inta iliyobaki mule kidogo. Sasa wataalamu wanatengeneza mafuta ya inta jumla. Kwa hiyo ni tiba nzuri sana. Inatibu fangasi, alafu inatibu mtu alipoungua, inatibu vibarangu. Sasa wanaenda kukufundisha sasa namna ya kutengeneza mafuta hayo. Inta inapatikana popote pale. Na kama umekosa namna ya kupata inta hiyo, tupigie simu kwenye namba za simu zinazopita kwenye runinga yako. Nikutakie kila laheri. Usisahau kwenye YouTube yetu, kwenye channel yetu, usisahau kusubscribe, usisahau kucomment na kushare, ili kwamba vipindi vyetu vinavyokuwa vikiendelea uweze kupata taarifa na hatimaye upate mfululizo wa vipindi vyetu. Asante. Darasa hili lilijengwa mwaka 2014 na serikali ya Tanzania kwa ushirikiano na serikali ya Ubelgiji, na katika kituo hicho nilibahatika kuteuliwa kuwa msimamizi wa shamba hilo, na nilipelekwa mafunzo kidogo, nikawa na shughulika na natoa huduma katika lile shamba. Lengo ni kusaidia wafugaji wa nyuki wajitahidi kufuga kibiashara, kusimamia mashamba ya nyuki, kuvuna, kulinda ubora, na hivyo kutafuta masoko na baadaye kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja na familia pamoja na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo katika hilo shamba tunafundisha mambo hayo kwa ujumla. Tunafundisha uzalishaji kwa ujumla wa asali, ambayo katika ile shamba tunafundisha wafugaji kuzingatia kalenda ya ufugaji wa nyuki. Pamoja na hilo tunawafundisha sana wafugaji waweze kuzalisha kibiashara, kusimamia mashamba ya nyuki, waweze kuvuna kibiashara, maana kuongeza uzalishaji, lakini pia walinde ubora. Pamoja na kulinda ubora mazao ya nyuki, tunaelekeza kuongeza thamani mazao ya nyuki, kwamba tusizoee sasa kupata mazao mawili tu. Mwezeshaji hapa tokea jana alikuwa akizungumza kwamba tuna mazao mengi ya ufugaji wa nyuki, na sisi tunawasisitiza kabisa kwamba wadau wa ufugaji wa nyuki waongeze thamani. Kwa hiyo tunawafundisha hayo, lakini pia utafutaji wa masoko ya asali. Sanjari na hayo, kwenye kituo chetu hiki tulibahatika sasa, kama alivyosema mzee wangu hapa, kupokea washiriki wa jumuiya ya Sabato walioko katika kanisa la Kasulu mjini pamoja na Murusi. Hawa wadau wenzetu walifika pale na kuomba huduma ya mafunzo. Tuliwafundisha kama alivyosema mzee, ufugaji wa nyuki kibiashara. Pamoja na hilo tuliwafundisha pia ufugaji wa samaki pamoja na uongezaji thamani mazao ya kilimo. Pale tulifundisha utengenezaji wa jamu, utengenezaji wa juice, na kutokana na muda kuna mambo mengi zaidi, lakini tulifundisha mawili kwa upande wa mazao ya kilimo. Lakini zaidi wadau wetu au washirika wenzetu wa kanisa la Sabato wameonyesha hamasa kubwa sana kufuatia sekta ya nyuki. Mimi najaribu kuvuta taswira, ni kazi njema na kazi nzuri ya Bwana Msafiri. Hongera sana. Ulianzisha chatu na wadau sasa wanaifuatilia. Matokeo yake ni kama haya tunayoona kwa mzee. Mbali na mzee, ni shahidi wenu mimi mbele yenu. Wapo wadau mpaka hivi sasa wanaendelea kutengeneza mizinga karakana kutoka kwenye hiyo jumuiya ya waumini wa jumuiya ya Kasulu. Lakini wapo pia wengine wameshachukua kipengele cha ufanyabiashara wa mazao ya nyuki. Hawa wanachukua asali sehemu, wanaipeleka sokoni, wanapata kamisheni. Lakini wapo pia wengine wadau wanachukua mazao ya nyuki, kwa mfano inta, wanaongeza thamani kama tulivyowafundisha. Na hawa wamekuwa wengi zaidi. Wamekuwa wakinipata nyumbani kwangu, wengine tukawa ofisini, wanaomba utaratibu, tunawaelekeza. Na mimi nasema kile ni chuo cha serikali. Sisi ni watumishi wa serikali. Tupo kwa ajili ya kuwatumikia wananchi waondokane na umaskini. Karibuni sana wale ambao mtaendelea kupata hamasa ya kushiriki kujiondolea umaskini kupitia sekta hizi. Mfike mpate elimu, na imani ni bure kabisa. Yawezekana ikawa nauli ni miguu yako tu, na sisi tumekuwa tukitoa hiyo. Karibuni sana. Pamoja na mafunzo haya pamoja na mkutano huu wa wadau wa jumuiya ya wafanyabiashara ya wanataaluma na wajasiriamali wa Adventista, nilipenda zaidi na mimi kuzungumzia kidogo kuhusu kuongeza thamani mazao ya nyuki. Ndio kipengele hicho ambacho tumekuwa kiwatoa sana watu, kuwapatia mitaji tuseme. Yaani mtu anakuwa na mtaji kidogo lakini unapata
pato kubwa au unapata mtaji wa kufanya na vitu vingine vikubwa zaidi. Hapa nilikuja na bidhaa zangu chache pale, lakini kwa taarifa nzuri ni kwamba nilikuja na mafuta ya kujipaka kiasi, nilikuja na asali kiasi, lakini mafuta ya kujipaka yote yameshachukuliwa na watu wabakia kuyabeba tu, yameshachukuliwa. Kwa mantiki kwamba hicho kipengele kinavuta watu wengi sana. Kinavuta watu wengi kwa sababu gani? Kina mtaji kidogo, kina faida kubwa, na unaweza ukajiinulia kiuchumi kupitia uongezaji thamani zao la INTA. Hapa tutaelekezana baadaye kwa vitendo. Mr. Msafiri tutakuwa pamoja kwenye kitendo hicho, lakini tutafundisha kwa vitendo. Sasa hivi hapa kutokana na muda tutazungumzia tu kwa ufupi namna ya uandaaji wa hiyo bidhaa, lakini mafunzo yatakuwa baadaye wakati wa workshop. Hapa tunahitaji, unapotaka kuongeza thamani zao la INTA yenyewe wadau wengi hawaifahamu. Naomba nisaidie kuonyesha INTA. Tuna INTA hapa ambao ni zao la nyuki linalotokana na makapi baada ya kuchuja asali. Wewe unafuga mizinga yako huko na nyuki, ukishavuna asali unakuja unachuja vizuri bila ubora. Mkufunzi alisema uchafuzi na uharibifu wa zao la asali linaanzia pale tunapotoa kwenye mzinga. Sasa tunapotoa kwenye mzinga tunashauri tuishike asali vizuri, tusiharibu, ikijumuisha uvunaji, uhifadhi wa vyombo tunavyotumia, tutumie vikiwa safi. Tukija kuvuna basi tukishakamua asali yetu kishachuja vizuri tunapata INTA kama hii. Sisi pale kwa hiyo tunafikia hii hatua ya kuchuja asali katika awamu ya pili. Wengi ukienda sokoni wanachuja asali kwa awamu ya kwanza. Sisi tunaweka hii inakuwa tayari kuingia kwenye soko lolote ikiweko safi na tayari kwa matumizi. Yaani mteja anapoipata hii anaenda kutumia tu, hahitaji tena kuchuja mara ya pili. Kwa hiyo INTA inayotokana na makapi ya asali ni hii hapa. Basi unahitaji kuongeza thamani kutoka kwenye zao la INTA kama hii. INTA ina mazao mbalimbali ambayo yanaweza kuongeza thamani kutokana nayo. Tunaweza kutengeneza mafuta ya kujipaka kama ambayo tumeyaona hapa tokea juzi, na almost ni haya hapa pia. Haya ni mafuta ya kujipaka yanayolinda afya ya ngozi zetu vizuri kabisa, na pia yamekuwa msaada mkubwa kwa vijana ambao wana magonjwa ya ngozi, vibarango, vipele, miwasho. Hata mtu ameungua na moto anapaka hivi, lakini tulio wengi tumezoea kuwapaka asali. Mtu anakuambia hii asali haijapikwa, nataka ya matibabu nyumbani. Mtu akiungua na moto nimpake. Hata tumezoea sana kuwapaka hii, lakini sisi sasa hivi tunashauri tupaka haya mafuta, yanawaisha sana kuponyesha kidonda, na kinapokuwa kinapona kovu lile inakuwa liko kiasi kidogo, unapona haraka, lakini haiachi kovu kubwa sana, kwa sababu wakati unapona pale kidonda kile kinapona kikiwa kina unyevunyevu vizuri, hakikazi kuvuta ngozi hivi kutengeneza kovu kubwa. Kwa hiyo unawahi kupona na unakuwa hauna kovu kubwa. Lakini wale ambao wana magonjwa ya vibarango, vipele, unakuta mtu kichwa mpaka nywele hazioti vizuri, mtu anakuwa sisi tunaita kwa Kilatini tunaita mapondo. Walatini mpo? Kilatini tunaita mapondo. Yaani kama mashirika unakuwa na vidonda kichwani. Sawa, lakini kwa Kilatini ndio hivyo. Sasa haya yamekuwa yakifanyika vizuri sana kwa muda mfupi. Tulikuwa Simiyu huko, lakini sio huyo tu, mikoa mingi tumepita. Watu wamekuwa wakionyesha mabadiliko chanya dhidi ya matumizi haya mafuta ya kujipaka. Sasa tunapokuwa tunataka kutengeneza mafuta haya, tumesema tunaongeza thamani zao la nini? La nyuki ambalo linaitwa INTA. Sasa tunahitaji vifaa vifuatavyo. Tunahitaji INTA yenyewe kama hii iliyoonekana hapo, lakini pia tunahitaji mafuta ya mimea. Mafuta ya mimea tunayo hapo. Mafuta gani haya? Mafuta ya alizeti. Lakini mafuta ya mimea sio alizeti peke yake, si ndio? Tuna mafuta ya mawese. Nani anayafahamu mafuta ya mawese? Kumbe ni wengi, mbarikiwe sana. Tuna mafuta ya mawese, lakini tuna mafuta ya karanga pia. Tuna mafuta ya ufuta na mafuta ya mimea mingine, ili mradi we nini? Mimea, sio mafuta ya wanyama. Mafuta ya nini? Ya mimea. Lakini pia pamoja na hayo tunahitaji manukato. Manukato jamani ni yale unaopendelea wewe. Kama unataka kufungua kampuni ya kuzalisha haya mafuta, unataka kufungua kampuni, lazima ulinde ubora wa mafuta yako tokea mwanzo mpaka mwisho. Kama utatumia aina fulani ya manukato, yawe hayo siku zote. Lakini kama unatumia tu wewe mwenyewe kutengeneza nyumbani kwa ajili ya matumizi ya kawaida haya, unaweza kuwa unabadilisha kutokana na mahitaji. Lakini kwa hapa jana tulitafuta manukato ambayo tumeyazoea Kigoma, hatukuyaona. Tumepata manukato yanaitwa Sansiro. Naona nao ni mazuri tu, sawa? Pia manukato yale ya kizamani yale ni mazuri sana, ukiyachanganya mawili unapata harufu moja ambayo ni amazing tunaita. Kwa hiyo hapa tumepata manukato haya, na katika mahitaji yetu tuna manukato. Pamoja na hiyo, haya ni mahitaji yote yachanganya pamoja kutengeneza mafuta. Lakini tuna mahitaji mengine viambata. Tunahitaji vifungashio. Tunahitaji vifungashio kama hivi.
tumetembea jana tukapata mikopo hivi. Sio vizuri sana kwa kuwekea mafuta ya mgando, lakini at least tutajifunzia mchana. Nilijaribu kuangalia mkono unaingia unaweza kukomba. Angalau kuliko kukosa kabisa tukashindwa kufanya mazoezi. Sawa? Lakini tunahitaji fungashio kwa ajili ya mafuta ya mgando ambao ni vipana ili mkono uweze kuingia vizuri, uweze kuyatumia vizuri, mtumiaji asimsumbue. Kwa hiyo tunahitaji fungashio, lakini pamoja na hiyo tunahitaji masufuria mawili. Masufuria mawili, moja kubwa, moja dogo. Tuna masufuria mawili, moja kubwa, moja dogo. Size yoyote ile, ili mradi moja liwe dogo, jingine liwe kubwa. Lakini pamoja na masufuria haya tunahitaji pia jiko, chanzo cha moto. Tunahitaji jiko, moja wapo ni majiko kama hayo. Yawezekana yasiwe yameenea sana, lakini serikali inajitahidi kuhakikisha kwamba matumizi ya kuni yanapungua. Tunatumia gesi ambayo tumeweza kuzalisha wenyewe katika nchi yetu. Tuna jiko la gesi hili hapa. Pamoja na hilo sasa, namna gani tutaandaa? Hatua za uandaaji. Hatua za uandaaji kwa ufupi nazungumzia ni kwamba tunahitaji Inta gramu 120 iendane na nusu lita ya mafuta ya mimea. Moja wapo na mafuta ya alizeti. Tuko pamoja? Mafuta ya alizeti iwe nusu lita, lakini Inta iwe kiasi gani? Gramu 120. Sasa kama una lita 2, unaangalia kuna nusu ngapi, baadaye unazidisha hivyo hivyo kwenye Inta. Kwa mfano tuna lita 2 za mafuta ya alizeti, tunahitaji Inta kiasi gani? 240. Ngapi? 240. 480, si ndio? 120 mara 4, kwa sababu kwenye lita 4 tuna nusu ngapi? 4. Hiyo 120 unaisema mara ngapi? Mara 4. Kwa hiyo baada ya kuwa na hivyo tunaandaa hiyo Inta gramu 120 Inta, alafu na mafuta nusu lita, tunaweka kwenye sufuria dogo. Chukua sufuria dogo. Tunaweka kwenye sufuria dogo hiyo hapo. Hiyo Inta yetu na mafuta. Inta yetu tumesema tumeisafisha mpaka hatua ya mwisho. Kwa hiyo unadumbukiza pamoja na viunganisha hapo. Baadaye kwenye sufuria kubwa hilo unaweka nusu yake au chini ya nusu maji. Unamimina maji, unaweka au maji aidha nusu au chini ya nusu. Tunaelewana? Baada ya hapo tutachukua huu mchanganyiko wa Inta na mafuta, tutauweka au mtakuwa unaelea. Na baada ya hapo tutakuwa tumewasha jiko letu hilo, litakuwa linawaka, na tutapeleka mchanganyiko wetu pale. Sufuria lenye maji na sufuria lenye mchanganyiko wa mafuta na Inta litawekwa jikoni pale, vitaanza kupata moto. Ni kwamba moto utakaokuwa unachoma maji chini yatachemka. Yakichemka, sufuria letu la ndani litapata moto, Inta na mafuta vitachanganyikana. Na wakati inachanganyikana hapo, ili kuharakisha uchanganyikanaji, tunakoroga na kijiko, tutakuwa tunakoroga. Na baada ya hapo kwamba imeshayuka vizuri, tutaepua chini. Tukishaepua, tutaweka manukato yetu. Tunashauri sana kwenye lita 5 ya mafuta ya alizeti na mchanganyiko wa Inta uwiano sawia, tutumie viwili milizi 16. Hivi na milizi ni milizi 8, na hii milizi 8 tunaweza kuweka viwili, lakini chini ya hapo basi tunakadiria manukato yasizidi sana. Watu wengine hawapendi harufu kubwa, kwa hiyo tunaweka kiasi. Tukiwa tumeepua chini hiyo mchanganyiko wetu huo, tunachanganya hiyo Inta, tunakoroga, na baadaye tunaweka kwenye vifungashio kama hivi. Tutamimina humu mpaka kifika kwenye shingo hapa. Baadaye tutaacha vifanyeje? Vipoe. Vitapoa kwa muda, inategemea na hali ya hewa. Sasa hivi huku kuna kibaridi fulani hivi, sio jua kali, vitawahi kupoa. Lakini wakati wa joto vinachelewa, lakini wewe subiri mpaka vifanyeje? Vipoe. Vikishapoa ndio uweke mfuniko. Mfuniko wetu hapa. Mfuniko huu unasiri kwa pembeni. Utauweka, utafungasha mpaka kitoe sauti, kitatoa kamlio fulani. Kitatoa sauti, maana yake nini? Huu mkanda au hii siri hii itakuwa imeingia na imefunga kabisa. Tunaelewana? Kwa baada ya hapo utaweka alama ya utambulisho. Kuna nini ndani? Kuna sumu, kuna juisi, kuna mafuta ya kujipaka. Utaweka alama itakayotambulisha kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato Hani wametengeza hii bidhaa. Inaitwaje? Mafuta ya kujipaka ya Inta. Yako na uzito kiasi gani? Milizi ujazo milizi 120 au uzito gramu 120. Basi utafungasha hapo, utapeleka sokoni na bidhaa yako itakuwa imetambulika vizuri. Ukipata nafasi utaweka maelezo, lakini maelezo yasiwe mengi sana. Matumizi kidogo, sawa? Mtu aweze kufahamu kwamba yanatumikaje, yanasaidia nini kidogo. Yasiwe maelezo mengi sana, kwa sababu hatutaki uchafu hapa. Tunataka kitu kimuite mteja, afika akitambue, afahamu mawili matatu, achukue bidhaa akatumie na ikamnufaishe. Kwa kupitia mafunzo haya ya muda mfupi kwa nadharia, tutaenda nje kwa ajili ya vitendo baadaye, na
Mr. Msafiri, tutajifunza yote hayo. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kanisa la Waadventista wa Sabato nchini kupitia uongozi wa ATAPE ambao walifanikisha mafunzo hayo, na sasa tunaendelea kuona matunda. Akina mama, akina baba, vikundi wanaendelea kutoka kimaisha. Na sisi tunahimiza kwenye ushirika watu waungane, wasifanye kazi mmoja mmoja. Mamlaka za nchi zinatambua fursa za uwekezaji, lakini zinapenda zaidi kusupport walio kwenye vikundi. Inakuwa rahisi sana kupata msaada wa mamlaka za serikali, ikiwepo TBA, TBS ndio wanaohalalisha matumizi ya bidhaa mbalimbali na vipodozi, siku hizo wameongezea na kitengo kile, lakini pia watu wa vipimo na mamlaka zingine zinazodhibiti biashara za wajasiriamali. Mimi natoa shukrani za kanisa kwa jitihada hizo, lakini pia nina ushauri Bwana Msafiri. Kanisa limefanya juhudi kubwa sana kuwekeza kwenye idara hizi za ujasiriamali na ufugaji wa nyuki kama kule Arusha. Ni jambo la kupongezwa sana. Ninashauri pia tuweke visenta vya kufundishia waumini wetu karibu ikiwezekana, pia hata kama ni vya misingi binani vitasaidia sana. Natoa ushuhuda huo kwa sababu gani? Hawa watu wa Kasulu wamepokea mafundisho kwa sababu walienda Filipi. Walikuwa wabishi kichwani. Walichokikuta kule wenyewe walikuwa wanazungumza baada ya mimi kuzungumza. Walichokiona. Kwa hiyo hata hapa tukiwa tunapata sekta kama hizo za karibu hivi, watu wanakubali sana. Lakini pia itasaidia kanisa mahalia kupata maarifa pia ya uhifadhi wa mazingira, kwa sababu nadhani nimeshuhudia juzi mvua iliyopiga ile chanzo chake ni mbali sana. Sio Bwana Msafiri? Ni mbali sana. Uharibifu wa mazingira unasababisha upepo usio na kifani. Hata mvua za ghafla, ile mvua sio ilitoka wapi? Ndio kawingu kadogo, lakini mvua ilionyesha pale ni kubwa sana. Tujaribu kuhifadhi mazingira kupitia ufugaji wa nyuki, na pia tuendelee kuappreciate kazi za kanisa ambazo zinafanyika za uwekezaji na za uhifadhi wa mazingira. Jamani, waumini wa kanisa la Kasulu walingatwa na nyuki siku hiyo. Walifurahi sana. Tukipata nafasi pia